Na mtazamaji wa Trend TV bwana, mmoja kati ya watu wa karibu kabisa wa Harmonize Konde Boy, huyu bwana anafahamika kwa jina la Taita. Bwana huyu Taita ni mmoja kati ya watu wa karibu washikaji wa Harmonize, supporter wa muda mrefu ambaye amekuwa akiroll na Harmonize kwa miaka mingi. Sasa kitu ambacho kimetokea huko mtandaoni bwana ni kwamba huyu Taita siku kadhaa zilizopita tokea mwaka jana kama sikusei, ni kwamba aliamua kujiweka mbali kidogo na record label nzima ya Konde Gang. Kama unavyoelewa kwamba yeye huyu Taita yeye hakuwa msanii, lakini ni moja kati ya watu ambao walikuwepo katika crew ya Konde Gang. Sasa huyu jamaa bwana ghafla tu akaamua na yeye pia ajitoe, asiwe tena na ukaribu na Harmonize kama ilivyokuwa hapo awali. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo viliibua controversy. Watu wakawa wanasema kwamba bwana, katika ile timu nzima ya Konde Gang watu wanazidi kupungua kadri ya siku zinavyozidi kwenda, hususan ukizingatia mpaka wale watu ambao ni wakaribu wa Harmonize wengine walikuwa wanamuita huyu jamaa kama chawa hivi wa Konde, lakini naye pia akaamua kujitoa, kujiweka mbali na Harmonize, jambo ambalo likaibua maswali mengi sana. Kwa hiyo watu wengi sana wakawa wanahisi kwamba kuna ugomvi kati ya huyu Taita na Harmonize, lakini at the end of the day tumekuja kugundua kwamba haikuwa, kwamba hakuna ugomvi wowote. Kilichotokea ni kwamba jamaa aliamua tu step pembeni kwa ajili ya kufocus zaidi na maisha yake yeye mwenyewe binafsi. Kwa hiyo wadau wengi sana wakawa wanahisi kwamba kutokuwepo kwa ukaribu wa Harmonize na huyu Taita ni kwamba kulikuwa na ugomvi, lakini kumbe mambo hayako hivyo. Na hili limekuja kujidhihirisha hivi karibuni baada ya Taita kuposti kupitia kurasa wake wa Instagram akiwa anatoa sifa nyingi sana kwenda kwa Harmonize, kwamba kama ni tunzo ya urafiki wa kweli basi Harmonize anatakiwa apewe hiyo tunzo. Hichi ni kitu ambacho amekizungumza Taita na moja kwa moja baada ya kuweka posti katika kurasa wake wa Instagram. Bwana huyu jamaa ameposti and then akaandika kwamba akaandika hivi kwamba kama ni rafiki wa kweli basi tunzo apewe Harmonize, na kwenye upendo wa kweli pia nampa yeye. Yani huyu Taita ameweka bayana kwamba kama ni tunzo urafiki wa kweli basi Harmonize anatakiwa apewe tunzo hiyo, lakini pia hata kwenye upendo wa kweli pia tunzo hiyo anampa yeye. Thanks 2026 me and Kamage Investment, Kamage OG this project, ameandika hivyo Taita. Bwana, so hii ni moja kati ya posti ambazo zimeenda viral huko mtandaoni na wadau mbalimbali wamekuja kuposti. Kwa mfano hapa kuna page hapa imeandika kwamba bwana, licha ya Taita kujitoa katika record label ya Konde Gang na kujikita kwenye biashara zake yeye mwenyewe, lakini bado anamkubali Harmonize na anampigania na kumwombea apate tunzo. Kwa kifupi ni kwamba kuacha kazi au kuondoka kwa mtu si ugomvi. Peji nyingine hii hapa wamekuja kuripoti pia kuhusiana na habari hiyo hiyo, wakiwa wameandika kwamba bwana, aliyekuwa mwanafamilia wa Konde Gang Taita amempa Harmonize maua yake baada ya kuondoka katika record label hiyo ya Konde Gang na kuamua kujitafuta na kujikita katika upande wa biashara. Taita kwa sasa hivi amejipata kwa upande wa biashara za China na Tanzania, licha ya vijana wengi waliofanikiwa kusahau walikotoka na kuwasema vibaya marafiki zao waliokuwa nao hapo awali, waliokuwa nao enzi hizo za kujitafuta. Kwa upande wake yeye Taita, yeye anasema kwamba rafiki wa kweli ni kwamba anayestahili kupewa tunzo ni Harmonize tu. So hicho ndicho alichokiposti huyu Taita akiwa anampa maua yake Harmonize kwa support pamoja na mambo mengine mengi ambayo yametokea kati yao, japokuwa yeye sasa hivi amejitoa katika record label hiyo ya Konde Gang, wala hajihusishi kabisa na biashara ya muziki pale Konde Gang. Jamaa sasa hivi anafanya biashara zake mwenyewe binafsi, lakini still bado anampa credit Harmonize, yani kumaanisha kwamba hakuna ugomvi, hakuna lolote baya ambayo linaendelea baina yao.
Lakini haikuishia hapo, ni kwamba siku ya leo bwana, kuna posti nyingine kupitia kurasa wa Instagram wa Harmonize mwenyewe. Pale juu bwana, katika Insta story ni kwamba kuna product ambazo ameziposti kama vile mic, bwana filter ameposti hapo, hizi ameposti mixer na vitu vingine kama hivyo. Hivi ni vifaa vya studio ambavyo Harmonize ameviposti katika ukurasa wake wa Instagram, kisha akaandika kwamba kisha akamtagi pale Taita, ambaye ni yule mshikaji ambaye alikuwa anamsifia siku kadhaa zilizopita. Ni kwamba huyu jamaa anafanya biashara zake Tanzania na China, na hivi karibuni inaonyesha wazi kwamba alivyoenda China bwana, amemletea zawadi hizo Harmonize. Kwa hiyo Harmonize bwana ameletewa hizi zawadi na mshikaji wake huyo Taita kutoka China. Na peji mbalimbali hapa bwana zimekuja kuripoti kuhusiana na hiyo habari. Kwa mfano hapa bwana, kuna page wamekuja wameandika kwamba msanii wa mziki wa Bongo Flava Harmonize ameonyesha upendo kwa kijana wake, rafiki yake ambaye anafahamika kwa jina la Taita, baada ya kushare picha ya vifaa vya production kwenye ukurasa wake wa Instagram, yani pale juu katika Insta story, kisha kuachia ujumbe wa shukrani kwenda kwa Taita China Boy. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, ni kwamba Harmonize na Taita, yule jamaa ambaye alikuwepo pale Konde Gang, ni kwamba hakuna ugomvi na inaonyesha kwamba bado wanaishi kama brothers. Hakuna figisu zozote ambazo zinaendelea, wako poa kabisa. So hii imedhihirishwa baada ya hizo posti mbalimbali kusambaa huko mitandaoni. Peji nyingine hii hapa wamekuja wameripoti hapa, wameandika kwamba bwana Harmonize azikubali harakati za Taita. Ameposti katika Insta story yake kwa mara ya kwanza tangu atoke Konde Gang. Kwa kifupi ni kwamba familia ni familia tu, hata iweje Konde Boy na Taita hawawezi kugombana. Peji nyingine wameandika kwamba licha ya kwamba Taita kujitoa katika record label ya Konde Gang muda mrefu, lakini haimaanishi kwamba yeye na Harmonize sio familia. Star wa muziki Harmonize siku ya leo ameamua kulimention jina la Taita kwenye upande wa Insta story yake kama njia ya kushow love au kuonyesha upendo kwa Taita kutokana na sapoti katika hustle zake za hapa na pale. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.